Niwaombe viongozi wa TRAPA kwa ngazi mbalimbali, naomba muwasaidie watumishi wa Zanzibar, muwasaidie vijana wa Zanzibar wasiishie tu kuwa na taaluma. Ulimwengu wa leo credentials, ulimwengu wa leo sio tena wa credentialism, wa kwamba mtu una cheti chako basi ndio kila kitu. Naomba muwasaidie sana, sijui kama itakuwa kwa seminar au kwa groom au kwa kufanya kitu gani au mentorship, lakini muwasaidie kujenga utamaduni wa kufanya kazi, working value, ule working culture. Wafahamu kwamba mtu anapotoka nyumbani, anapokuja kazini, anakuja kazini kwake, haji kazi ya mwajiri, haji katika kazi ya mwajiri. Hili nadhani ni tatizo moja kubwa. Wengi hasa hapa Zanzibar, mtu anapotoka nyumbani kuja kazini anadhani anakuja kwenye kazi ya mwajiri. Na anategemea kwamba anachokifanya pale ni faida ya mwajiri. Haoni kwamba ni faida yake. Lakini naomba muwakumbushe kwamba kazi yoyote ile ambayo mtu ataifanya, upo uwezekano wa kuexcel, wa kuwa mzuri katika kazi yake, haijalishi kwamba yeye ni anafanya kazi gani. Muhimu ajenge misingi, ajenge utamaduni bora wa kufanya kazi. La pili ambalo linahusiana na hili, tuwasaidie kujenga nidhamu katika kazi. Na ambayo haya mimi ninayaona mengi ni madogo madogo, lakini yanapotea. Na yanapotea wengi hasa hapa Zanzibar, wengi kujificha nyuma ya kichaka cha siasa. Ukaambiwa kuna uchawa ambao kila siku nauona mimi kama unakuwa umende sasa. Sijui baadaye utakuwa kitu gani. Nayo ni kwa sababu mtu hataki kujituma, hataki kufata misingi na nidhamu ya kazi yake. Haya yanapotea kwa nguvu, na akipotea kwa nguvu ujijue kwamba mwisho wa siku kazi au uwezo wako wa kazi, mwajiri kwake hatazami kwamba wewe uko upande gani au uko mrengo gani. Anachotizama kazi yake ifanyike vizuri. Kwa hivyo mimi niwaombe sana kwamba tujitahidi watu wawe na maadili ya kazi, kwa sababu chochote kile basi ni mambo ya msimu, yaliyobakia ni uwezo wako wa kazi.